Haya, karibu rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Haya, na jitambulisha tena, ni vyema tu kutambulisha tena. Mimi naitwa Pasco Ngoje kama nilivyotambulishwa na ninavyojitambulisha. Karibu kwa upande wako. Naitwa Mhubiri. Karibu kwa swali. Kabla ya yote, ngoja kwanza niombe kwa ajili ya maana siendi kuuliza swali kwa sababu ya mapenzi yangu. Naenda kuuliza swali kwa sababu ya mapenzi ya baba yangu. Kwa hiyo wacha kwanza niombe sekunde 5. Bwana wangu na Mungu wangu, jalie hekima katika mambo yote, ujue na kufahamu mambo yote yanayotupasa kufahamu. Ni Kristo Bwana wetu tunaomba ndani yako, amen. Sasa mimi Bwana nina swali. Swali langu ni kuhusu mambo ya unabii. Naomba tusome kitabu kimoja cha Yeremia. Yeremia sura ya 1 mlango wa 1 dirisha la 9 na lile la 10. Kisa 10 pameandikwa, ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya wafalme na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kadhalika Bwana akamwambia Bwana wangu, pando lisilopandwa na baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kama aishivyo rafiki yangu Yeremia, ndivyo alivyoishi na Bwana wangu. Kama aishivyo Bwana wangu, ndivyo nami nishivyo hivyo hivyo. Sasa nauliza swali langu, naomba unionyeshe mahali popote katika andiko linalomzungumzia Mama White kuwa ni nabii au aliupokea ujumbe kutoka kwa baba yangu. Na moja hiyo. 2, hivi yawezekanaje mtu kusoma kitabu kilichoandikwa na baba yangu kwa roho wake, akanukuu, akaleta ujumbe kwa mataifa? Je, huyo tutamtambua na kumwita ya kwamba ni nabii, angali ujumbe ameutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kwa mfano, mimi nitanukuu maneno ya fulani na Biblia nitahamisha sehemu nyingine. Je, nitatambulika kuwa ni nabii? Mawili hayo, tukienda kwa hayo mawili baadaye tutaenda na mambo mengine. Asante. Sasa ninaomba niweze kujibu ya kwanza kama hiki. Kwanza, swali la kwanza, ni wapi katika Biblia imemtaja Ellen G. White? Hiyo si ndio swali la kwanza Kwanza, kabla hatujaenda mbali, hilo jina Ellen G. White kwenye Biblia hakuna na halipatikani kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Ellen G. White, hilo jina halipatikani na halipo, na kwa hivyo hakuna jina hilo kwenye Biblia. Hiyo ndio jibu la kwanza. Sasa kwa nini hakuna? Huenda tukaanzia hapo, ama kwa nini sasa aweze kuaminiwa labda ili hali jina lake haliko ndani? Unaona hiyo ndio kitu ambacho tunaweza tukaanza nacho. Nafikiri ndio inawezekana ikawa ndio swali la msingi. Msomaji, hebu nisaidie kitabu kinaitwa Waefeso. Nisaidie Waefeso 4 mstari wake ni 11. Somea hiyo aya kidogo. Somea hiyo aya tuweze kueleza kwa mapana kidogo. 4 mstari wa 11. Semaje?
nasoma pameandikwa, naye alitoa wengine kuwa mitume. Kwa hiyo kumbe Yesu ambaye baada ya kuwa amekufa akafufuka, anasema naye ndiye aliyetoa wengine kuwa nani? Mitume. Wengine kuwa manabii. Kwa hiyo kumbe Yesu akiwa amepeana vipawa katika kanisa lake, kuna wengine ni mitume na wengine ni nani? Manabii. Na wengine ni nani? Kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wachungaji. Sasa hapo ndipo tunapoanzia. Kwa hiyo kwamba Yesu baada ya kupaa alipeana vipawa katika kanisa. Kwa hivyo ni kama mimi nimesimama hapa, ni mwinjilisti naitwa Pasco Edward Mboje. Sasa itokee mtu aulize, hivi kuna mwinjilisti anaitwa Pasco Edward Mboje kwenye Biblia? Hiyo nitakupatia miaka 500 hautakaa ukapata. Lakini katika Biblia kuna kipawa cha wainjilisti. Kwa hivyo kuna wainjilisti leo, akitokea mtu akawa ni mwinjilisti, inakuwa ametimiza andiko la kipawa cha Mungu. Kwa maana Mungu katika kanisa lake kuna kipawa cha uinjilisti, vile vile kuna manabii. Kwa hivyo si kila nabii ametajwa kwa jina. Sasa tukianza na hiyo aya imesema ya kwamba wengine kuwa manabii na wengine kuwa mitume. Sasa ndio hapo msomaji, tukichukulia mfano wa mitume, ndio twende kitabu kinaitwa Ufunuo. Sasa Ufunuo 2:2 semaje? Maana kuna watu baada ya Mungu kuwa ametoa kipawa cha uinjilisti, kipawa cha unabii na kipawa cha utume, kuna watu watatokea wataitwa mitume. Si hata hapa kuna watu wanaitwa mitume? Naenda imeandikwa. Lakini sasa kwa sababu kuna watu wataitwa mitume, kazi waliopewa watu wanaoamini Biblia watakuwa wanawapima. Hebu soma. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako. Twende. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Twende. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Kumbe kuna watu wanaojiita mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Kwa hivyo kumbe kuna wale wataitwa. Kuna mwingine atasimama atasema, mimi kwa mujibu wa kanisa kuwa lina kanuni ama lina hizo kalama kutoka kwa Kristo, watasema mimi ni mtume. Kwa hivi kama Mkristo unayeamini Biblia unatakiwa umpime, je, huyu ni mtume kweli? Hapa tuna rafiki yetu anaitwa Mankosa, ni rafiki yetu kabisa, lakini sasa kwa sababu amejiita mtume, kazi yetu sisi si kumkataa kwa sababu ni mweusi, hapana, ama kwa sababu anatoka hapa Mbeya, hapana. Tunachokifanya ni kumpima ili tuone ni mtume kweli ama sio mtume. Kwa hivyo tukimkataa sio mtume, hapo hatufanyi haki, tunapima. Sasa kwa nabii, hebu nichukulie kitabu kinaitwa Kumbukumbu ya Torati. Ya Torati, unisomee sura ya 18. 20, soma tusikie. 18 kitabu kinaitwa Kumbukumbu ya Torati. Soma hiyo tusikie kitu kimoja. Kama kuna wale ambao watakuwa wanaitwa manabii leo kwenye kanisa la Mungu, lazima wapimwe. 20 neno liko hivi. Aje? Lakini nabii atakaye neno. Sasa unasikia watu wanajua kuna manabii watakuja wa uongo. Sasa Mungu wetu kwa sababu anatupenda na anajua ya kwamba kuna manabii watakao kuja, akatupa kipimo na chepeo tuweze kupima na kupepeta huyu ni nabii wa kweli ama sivyo. Sasa ili tujue huyu ni wa kweli ama sivyo, Mungu anasema na nabii atakayefanya nini?
atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu, kwa jina la Mungu ambalo sikumwagiza kulinena. Kwa hivyo kuna yule ambaye anaweza akanena, lakini akanena ambalo hajaagizwa kulinena. Au atakayenena katika jina la miungu mingine, twende, nabii yule atakufa. Twende. Nawe ukisema moyoni mwako. Na wewe sasa ukijiuliza, Mkristo wa leo, ukajiuliza moyoni mwako, utajuaje? Nitajuaje neno asilolinena Bwana atakaponena nabii? Huyo nabii atakaponena kwa jina la Bwana, kwa jina la Mungu, nisifuate jambo lile wala kutumia hilo ndilo neno asilolinena Bwana. Kwa hivyo ikatokea nabii akatabiri, alafu lile neno halijatokea, huyo ni nabii wa uongo. Hapo ndio natumia kipimo. Mpe maiki kidogo sasa tuzungumze kitu. Sasa kwa swali lako la kwanza hakuna jibu, yani hakuna hilo jina katika Biblia, lakini tumepewa kipimo. Sasa mimi nakuuliza sasa kidogo kwamba kuna neno lolote kwa mujibu wa aya ya Kumbukumbu ya Torati 18:20 aliwahi kutabiri huyo mama na halikutokea? Unipatie. Liko? Unajua swali langu utajibu. Hiyo umeenda kwenye maelezo. Swali haya nijibu basi hapo. Kuna neno lolote? Swali la kwanza umejibu vema. Ila swali la pili ameenda siasa la kujibu. Haya, swali la pili lisemaje? Swali la pili lisemaje? Nilisema kwamba hivi mtu akija akasoma andiko la Baba lililoandikwa kwa chanda chake au kwa mitume na manabii wa Baba akakopi alafu akaleta kwetu akatusomea, je, huyo tunamtambua kweli nabii? Hilo swali sijalijibu bado. Naam, hilo kidogo. Sasa kidogo ndio nipo kwenye swali lako la kwanza, ili tulimalize kabisa. Mimi mpe maiki. Swali la kwanza lilikuwa ni kwamba ili tumtambue ni nabii pawepo na jina Ellen White, na tumesema Ellen White alipo kwenye Biblia. Sasa sio nabii. Hebu au tufanye hivi, kuna andiko lolote linalotuelekeza ya kwamba ili tujue nabii ni mpaka andiko kwenye Biblia kwa jina? Naam, nipe andiko. Kwa mfano? Si mfano, nipe andiko linasema ili awe nabii atajwe kwa jina. Nipe andiko. Sikiza. Haya, nipe andiko sasa. Nipe. Kitabu cha Yeremia tumesoma 1:9. Bwana akaunyosha mkono wake kinywani mwa Yeremia akatia maneno yake. Kwa hiyo hamna haja mimi kuwa na ibada ya makaratasi. Wewe subiri nikwambie kilichopo ndani mwa Yeremia au ndani mwangu utambue. Wewe kama nani? Mimi kama nani? Kama kiumbe cha Baba. Kwa hivyo wewe ni kiumbe cha Baba na ni mhubiri. Naam. Wewe kwa jina lako. Wewe jina lako liko humo? Jina lako mhubiri, ndio naitwa mhubiri. Wewe kwa jina lako ndio naitwa mhubiri. Wewe kwa jina lako naitwa mhubiri jina langu. Kuna kwenye kitabu ushaandika kitabu kwenye Biblia tusome. Tunaambia kwamba limu au alimu, ila mimi naitwa mhubiri. Kwa hivyo wewe unawezekana ukawa ni mhubiri wa uongo. Siwezi kujua au kutambua. Kwa mfano, wewe unaitwa Yohana. Je, katika andiko hamna neno Yohana? Sasa wewe unaanza siasa nyingine. Haya, twende, mpe maiki nikujibie la pili, maana najibu kwa ajili ya faida za wengine, maana wewe naanza kuona hata unatoka kwenye focus. Usijali mzee wangu, nimalizane na yeye ama kwanza tuweze kumalizana nayo kidogo. Sasa swali la pili ambalo alikuwa ameuliza, mtu ambaye anakopi kutoka kwenye kile ambacho kimeandikwa, huyo hawezi kuwa nabii. Akikopi kilichoandikwa hawezi kuwa nabii kwa mujibu wake. Sasa mimi ninaomba niweze kusema hivi, hebu mpe maiki kidogo. Kuna mtu anaitwa Danieli, aliandika kitabu cha Danieli. Unamwamini ni nabii? Huyo ni nabii. Haya, mpe maiki. Naomba unisomee kitabu kinaitwa Danieli. Sasa tusome. Amesema Danieli ni nabii. Sasa tumpate Danieli kama aliandika cha wengine.
na kama aliandika tumuulize yeye amepataje kusema ni nabii. Soma Danieli, soma Danieli chap tumpate Danieli 9:2 Danieli. Aha, soma nisikie. Wana neno linasema hivi. Linasemaje? Neno wewe. Aha. Danieli 9:2. Aha. Soma haraka. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Mimi nani? Danieli. Aha. Kwa kuvisoma vitabu. Nalifahamu hesabu ya miaka. Aha. Ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii. Kwa hivyo neno ambalo limeandikwa katika Danieli lili neno na Yeremia nabii. Malizia hapo. Ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Yani miaka 70. Sasa tusikie hiyo miaka 70 ilisemwa na Yeremia ama haikusemwa? Enda kwanza kwa Yeremia. Yeremia. Unisomee sura ya 25. Sasa kama tu kutaja hapo kwanza tumetoa Danieli hawezi kuwa sasa nabii kwa mujibu wa hiyo aya kwanza. Tuthibitishe kama ni Danieli alisema maneno ya Yeremia ndio tuamini kwamba Yeremia kwanza alisema Danieli akanukuu. Soma 25:11. 25:11 Danieli. Yeremia. Neno linasomeka hivi. Inasomekaje? Nchi yote itakuwa ukiwa. Na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Eti watamtumikia mfalme wa Babeli miaka mingapi? Miaka mingapi? 70. Kwa hivyo miaka 70 iliyoandikwa kwa Yeremia, Danieli amemjia ya Yeremia. Sasa kama akirudia tu anakosa kuwa nabii. Danieli sio nabii. Lakini kwa hoja hiyo haitoshi, maana Danieli kuna vitu ambavyo alitakiwa kupimwa navyo, sio kwa kusema ya mtu aliyepita. Danieli ana ujumbe. Sasa lazima tumpime na yeye na ujumbe wake. Unaona Ni lazima tumpime. Mfano, hebu nichukulie kitabu kinaitwa Matayo kidogo nikueleze. Lazima manabii wawe wanafatana. Kuna kitu lazima anukuu kwake, lakini si kila kitu ananukuu kwake. Sasa si hapo tunamtoka hata Yesu anakosa sifa. Matayo ngapi? 24:15 Matayo. Hata Yesu kwa hivyo atakosa sifa, lakini sasa lazima kuna vitu vingine kila anachokisema ambacho hakijatokana na nabii mwingine ndio tunakipima hicho. Soma basi tusikie 24:15 Matayo. Neno hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Hilo neno na nabii nani? Kwa hivyo kumbe Yesu naye anamrejelea nani? Daniel. Sasa atakosa sifa. Sasa kama amesema kile kimesemwa na Daniel. Lakini kuna vitu alivyovisema Yesu ni vipya, atapimwa navyo. Sasa mimi nataka nimalizie na andiko tu moja ambalo linatuonyesha kama mtu akiwa ni nabii wa kweli ama akiwa ataja kuja leo atasema hiki kitu ndivyo kilivyo, tutampimia na nini? Nipatie kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20. Hicho tu ndo nimalizie hapo. 8:20 Isaya. Na waenende kwa sheria. Chukua haya tafadhali, some 8 naenda kusoma. Isome kama hapo hivyo imeandikwa hapo hivyo. 8:20 Isaya. Imeandikwa. Imeandikwaje? Na waenende na nini? Kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa waseme sawa na nini? Neno hili bila shaka. Wao. Hapana. Nini? Asubuhi. Kwa hivyo kumbe kipimo ni neno la Mungu na ushuhuda. Kama kuna neno lingine limekuja likapingana na nabii mwingine, huyo atakuwa si nabii. Lakini akinukuu tu, hiyo si kitu kitakuwa ni cha kufanya huyo asiwe nabii wa Mungu. Lakini akitoa aya ama akisema maelekezo yakapingana na wale waliotangulia, hapo ndipo kikomo kitakuja. Mpe maiki kidogo. Sasa mimi nimekujibu hivyo, naomba nikuulize sasa hapo swali.
tumesema kwa mujibu wa Isaya ambaye yeye yumo ndani ya Biblia, amesema yule atakayenuka yoyote atasema ni nabii, aenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa asemi sawasawa na neno, bila shaka kwake hakuna asubuhi. Naomba sasa unipatie vitu hata vitatu ama kimoja huyo mama aliwahi kusema kikawa kimepingana na neno, nipatie. Na hata kama utataja kitabu kiko mbali, tukifuate tulete. Kwambie kitu gani? Masuala ya kujipatikishia au kujitongeleshea vinyago tukaanza kuvitukuza. Hakika mimi nakwambia kama Paulo alivyomwambia Petro, utapata hukumu. Na mimi hayo maneno yarudia kinywani, utapata hukumu iliyo kubwa zaidi, kwa sababu haiwezekani. Hivi ngoja nikwambie kitu. Ni kitu gani ambacho mama White anasema ambacho hakukisemwa Daniel, Yohana, akisema cha Patmo, Ezekieli na Isaya au Musa? Ni kitu gani ambacho amesema mama White ambacho wao wale watu hawajasema au mitume hawajasema? Ni kitu gani? Sawa. Sasa wewe nikuulize vitu vipo vingi. Ni kitu gani? Sasa nikuulize, labda wewe kuna vitabu vingapi umesoma vya White? Kwanza tuanzie hapo. Vitabu gani umesoma? Vitabu vya White mimi sitaki hata kuvitambua. Sasa wewe si hata karibu mzee. Hauna. Basi hebu isome hii aya aliyotaka kusema 23:16 ya Yeremia. Kama kuna mtu mwingine ana swali aje, dakika zile. Sasa kama hutaki kusikia vitabu, kwanza vitabu mpaka unaona hapa tuko nayo Qur'an. Muhammad tunasema hakutumwa na Mungu, hatusemi na maneno. Tunasoma aya ya Qur'an, tunasema hakutumwa. Sasa wewe hutaki kusoma chake, alafu tena unasema si nabii wa Mungu. Sasa wewe utakuwa una changamoto. 23:16 alizoa mzee, tuisome kumpe haki. 16 hapo kutakuwa na changamoto rafiki yangu. Sasa changamoto ni kubwa. Siuoni tuko navyo hapa. Na nisoma. Ninasema. Bwana wa majeshi asema hivi. Msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, wafundisha ukatili, nena maono ya mioyo yao wenyewe. Aya kutoka katika kinywa cha Bwana. 17. Si hapo, maana hiyo ndio imetoka hapo. Kwa hivyo kitu chochote kidogo kwanza. Sasa kama kuna kitu chochote, mfano, hebu irudie hiyo aya kidogo, niweze kuifundishia kidogo. Itoe tu kwanza hiyo aya tutoshe. Lazima, yani kwa mfano hata huyu wewe rafiki yangu leo ukiandika kitabu, wewe kitabu, unaona sasa Bwana wa majeshi. Rudia haya. Bwana wa majeshi asema hivi. Semaje? Msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, wafundisha ubatili, nena maono ya mioyo yao wenyewe. Sauti kidogo. Unena maono ya mioyo yao wenyewe. Haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Daima waambia wao wanao nidharau. Sasa lazima kwanza, unajua kwanza kuna tofauti wa kusikia na kusikiliza. Mungu anakataza kusikiliza wale wanaosema ama wanatabiri kwa mioyo yao wenyewe, na Mungu hajawaambia. Na kwenye hiyo Yeremia kwenye Kumbukumbu imetoka kutueleza ya kwamba neno asiyonena Bwana ni lipi. Kwa hiyo utakiwi kuendelea kumsikiliza ikiwa ananena kwa moyo wake mwenyewe. Sasa ni lazima utasikia kile amekisema na utampima kwa ni uongo. Sasa kama hutaki kusikiliza ama kusoma vitabu vyake, utasemaje ni uongo? Yaani mimi mbemaiki subiri kwanza. Hiyo hata tutahitaji kile mbali sana. Kama kunahitajika, kama kulikuwa na vitabu ama kuna chochote amewahi kukisema, tuthibitishe uongo wake. Unaona tuthibitishe uongo wake. Kama vile angekuwa hata unaamini Qur'ani ilikusomea. Hata Muhammad anasema inabidi aya iletwe. Kama hiyo aya inasemekana ni ya uongo, useme hii ni uongo kwa sababu hii iko hivi, iko hivi. Sasa unasemaje ni uongo? Kama rafiki zangu kuna mtu mwingine ana swali, aje akalie kiti ili tuweze kujenga. Tafadhali.
Mpatie mic mzee, hata tusalimiane na yeye kidogo. Msaidie mic, maana hata hakuna mwingine mwenye swali. Sawa.